Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana Diamond Platnumz ameacha hoi watu wengi sana kwa baadhi ya vitu ambavyo alivyokuwa anavizungumza katika siku ya utoaji wa mkono wa Idi. Nadhani utakuwa unakumbuka siku ya jana bwana Diamond Platnumz aliamua kwenda kutoa mkono wa Idi kwa baadhi ya watu ambao walikuwa na uhitaji pale Leaders Club jijini Dar es Salaam, Kinondoni pale au vipi bwana. So katika siku ile ya jana ni kwamba Diamond alipata nafasi ya kufanya mahojiano na waandishi wa habari, ambapo katika hayo mahojiano Diamond moja kwa moja alifunguka kuhusiana na kitu ambacho kilitokea siku kadhaa before. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kulikuwa kuna lile tukio la Wasafi Iftar, ambapo katika tukio lile Diamond bwana kwa namna moja au nyingine alionekana kama vile hakutenda haki kwa baadhi ya watu, kutokana na kwamba ile iftari bwana ilikuwa ina kadi, na watu wengi sana ambao walikuwa na uhitaji wa iftari ni kwamba walienda lakini wakakosa hiyo opportunity ya kufuturu pale. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vikawafanya mama wengi sana wakawa wanapiga makelele pale nje, wamemind, wamechukizwa, wanapaza sauti, wengine wanalia, kitu ambacho kikarudisha backlash kwenda kwa Diamond Platnumz kwamba alichokifanya ilikuwa ni kitu ambacho haki make sense, na ile kumbe ilikuwa ni kama vile watu walitafsiri kama vile ni business strategy ambayo alikuwa ameipanga kwa ajili ya kupromote sabuni zake na ikuwa futari kama the way ambavyo futari zinavyotakiwa ziwe. Sasa watu wengi sana kwa wanamsema Diamond Platnumz, na hata jana katika mkono wa Idi alifanya kitu sahihi. Actually lazima to clear the air kwamba alichokifanya siku ya kutoa mkono wa Idi ilikuwa ni sahihi, kwa sababu aliwapa pesa watu ambao wana uhitaji. Aliwapa mchele, sukari, nguo, unga na vitu vingine mbalimbali watu ambao walikuwa na uhitaji. Kwa hiyo alikuwa amelenga kwa walengwa husika. Unaona bwana. Sasa ukiachana hayo yote ni kwamba Diamond alipopata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari akaambiwa kwamba bwana watu wengi sana walikuzungumzia vibaya katika ile issue ambayo ilifanya pale Masaki Superdome, ambapo katika swala la futari uliwepa watu kadi na ukafuturu na matajiri maskini ukawafungia nje. So Diamond akasema kwamba kiukweli yeye anachokifanya yeye anakiangalia, yani yeye anachokifanya anamwangalia Mungu. Angalia jinsi ambavyo watu watakavyomzungumzia mitandaoni, comment na maneno ya watu mtandaoni, yeye wala ni vitu ambavyo havimsumbui wala hajali na havifuatilii. Hivyo yeye anakifanya kitu ambacho yeye mwenyewe anaona kwamba ni sahihi, na Mungu ndiye atakayemjaji. Umeona? Kwa sababu yeye mwenyewe Diamond ameweka wazi kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wafahamu. Wanasema Diamond kwamba amekuwa akiswali swala 5 bila kuskip kwa miezi kadhaa iliyopita, na ni kitu ambacho hata akiwaambia watu kwamba yeye anaswali swala 5, watu lazima watapata tu kitu cha kusema kwamba wewe unafanya biashara ya muziki, ni biashara haramu, wewe una tabia hii na hii na ile. Kwa hiyo ukiwasikiliza watu haitosaidia. Kwa hiyo anafanya vitu anavyovifanya kama hivyo, kwamba amesema kwamba anaswali swala 5 na wala haangalii mtu, wala hahitaji kujiexplain kwa mtu, hahitaji validation yoyote ile kwa mtu, atajua na yeye na Mwenyezi Mungu wake huko mbele. Umeona Kwa Diamond amejibu hivyo kwamba yeye sasa hivi bwana anaswali swala 5 na watu wakijaji wala hajali, anadai kwamba atakayemjaji yeye ni Mwenyezi Mungu, yani ni Mola wake. Una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo? Wadau wengi sana wameona kwamba wadau wengi sana wamekuja wameona kama vile Diamond anaongea uongo kusema kwamba eti anaswali swala 5, huu ni mwaka wa 3. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba baada ya maneno ya mtandaoni kuhusiana na Diamond Platnumz kuhusiana na swala la kufuturisha Superdome, katika siku ya kutoa mkono wa Idi amesema kwamba yeye anafanya vitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Diamond ameweka wazi kuwa watu huwa hawajui kuwa yeye pia huwa anaswali swala 5 na huu ni mwaka wa 3 sasa hivi bila kuskip. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Unakubaliana kwamba Diamond kweli anaswali swala 5 au unahisi kwamba amezungumza tu kujisafisha kwenye mitandao?